tumeishi katika kukosa kuelewa, tumeishi katika maisha ambayo si ya kawaida. Mara nyingi tunaweza kuomba na yale ambayo tunaomba sio yale ambayo tunatarajia tuyapokee kutoka kwa Bwana. Malengo ya mwanadamu na fikra za mwanadamu inakuwa kwa vitu ambazo ni vidogo zaidi, lakini kuwa watazamii yale Mungu ambaye anaweza kuyafanya katika maisha yao. Mpendwa huyu ambaye alikuwa amekaa amelemaa kwa miaka 40 akiwa hawezi kutembea, hawezi kufanya lolote, aliishi katika maisha ya kuombaomba. Kwa hivyo alikuwa amezoea maisha yale ambayo ni ya kuombaomba, vitu ambavyo ni za kawaida, na alijua ya kwamba yeye kila kitu ambacho anataka ni kupata kile kitu ambacho amezoea kuomba. Biblia inatuambia kwamba ilikuwa ni masaa ile ambayo ilikuwa ni masaa ya maombi. Ni kawaida ya kwamba John na Petro walikuwa ni watu wanaopenda maombi, na wakiwa wametoka katika uinjilisti wakirudi katika hekalu mahali ambapo kulikuwa panaitwa Pazuri, Biblia inasema kwamba kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa amekalishwa katika mlango wa kanisa. Kwa muda mrefu alikuwa akitarajia kupokea kutoka kwa watu ambao walikuwa wanaingia kanisani ili kwenda kuomba Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo alikuwa amewekwa pale kwa mlango, na kusudi yake na lengo lake ilikuwa ni kwamba apokee kutoka kwa hao watu. Moyo wake na mawazo yake yalikuwa yamefinyika. Hakuona kwamba kunaweza kuwa siku moja anaweza tolewa katika ile hali ambayo alikuwa ndani. Alijua ya kwamba yeye amefika mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Alijua kwamba hana lolote zuri, maana inaonekana ni kama walikuwa wanamubeba, wanakuja na mweka kwa mlango, na watakuja tena kumubeba wakimrejesha katika nyumba. Biblia inaonyesha ya kwamba huyu mtu hangalikuwa na uwezo wa kutembea. Ni mtu ambaye miaka 40 tangu kuzaliwa kwa tumbo la mama yake alikuwa ni mtu ambaye ni wa mateso, ni mtu ambaye amedunishwa, ni mtu ambaye amedharauliwa, ni mtu wa kuombaomba tu, ni mtu ambaye hana mwelekeo, msingi wake haukuwa mzuri. Alikuwa ni mtu ambaye watu walikuwa wamechoka na yeye, watu ambao walikuwa wanamuona, wengine walikuwa wanamdharau, wangepita pale wakimdharau, wangepita pale wakimuongelea, wakisema ya kwamba na huyu ametutosha kwa kuombaomba kila siku, kila Jumapili hakosekani kwa mlango ya kanisa, anakuja kuomba. Instead ya kuingia kanisani apate kuomba Mwenyezi Mungu, anakaa kule nje ya kanisa akiomba wanadamu ili wapate kumbariki. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inaonyesha kwamba alikuja akapatikana ni kama hana maana, hana manufaa yoyote, maana yeye alipoteza tumaini. Wakati watu wanaingia kanisani kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu, yeye alikuwa anakaa pale kwa mlango akitarajia kwa wanadamu. Haleluya. Kwa hivyo watu wengi siku ya leo katika maisha yetu, wapendwa, tuko kama yule mtu. Hatutaki kuingia mahali watu wanamwabudu Bwana, hatutaki kuja kumwabudu Bwana. Tunataka tupokee kutoka kwa wanadamu, na wanadamu kwa sababu mioyo zao ni zile za kawaida, ni mioyo zile ambayo ni mibaya, na ni wanapotupatia siku ya leo, siku ya kesho watakusema. Haleluya. Tukazoea hivyo na tukajiona kwamba hatuna manufaa, hatuna mazuri yoyote. Tumejiangalia tukaona kwamba katika familia hatustahili chochote, katika ndoa, ile ndoa umeoleka unaiona haistahili, katika nyumba zako, katika nyumba yako unapokaa unaangalia, unatazama, unasema kuna uwezekano Mungu wangu hajanikumbuka mimi, maana alivyoniumba kuna uwezekano hakunifanyia mazuri, alikuwa na mabaya. Unawakekano hata wakati mwingine wewe hukaa chini na ukasema Mungu amekuacha. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu akikuchukua na kwenda kudampu mahali, mtu akikuchukua na kwenda kuekelea mahali, inaonekana kwamba wewe hauna uwezo na hauna uzuri, hakuna chochote ambacho unaweza fanya. Na ukiwa katika hali ya ulemavu ule ambao tunaongelea si ulemavu ule ambao ni wa kiroho, ni ulemavu wa kawaida wa mwili. Ukiwa kama wewe mlemavu, wapendwa,
Mpendwa, ukipita katika barabara unaweza kuona walemavu vile wanavyofanya. Wengine wanajimwagia tomato sauce kwa miguu, vikonda ambavyo ni ya miaka na miaka na haviponi, lakini ukiviona bado ni bibiki tu, maana watu wanafanya vitu tofauti wakiwa na hali ya kutaka kupokea. Wataka kupokea kutoka kwa wanadamu. Siku ya leo atapokea, kesho utapokea. Wale ambao wanakupatia watakuja kufika mahali wakudundishwa, kudharau. Mtu anatoka huko ako na shilingi 5 anakutupia hapo, leo unamwambia asante. Anatoka huko na shilingi anakutupia hapo, unamwambia asante. Siku nyingine atafika anakupita kimadharau, ukijaribu kumshika anakuona haufai, anakuona hustahili. Bwana anasema ya kwamba msitegemee wanadamu. Anayemtegemea mwanadamu, huyo mwanadamu amerogwa na atakufa masikini. Hataishi katika maisha ya kumpendeza mwanadamu. Mwanadamu siku ya leo utakuwa mzuri kwake, lakini siku ya kesho atakugeuka tena. Mpendwa, atakaye kupatia leo na mkono huu, kesho atachukua na mkono mwingine kutoka kwako tena. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo mpendwa, huyu Biblia inasema kwa miaka 40 alikuwa amekaa pale kwa ile mlango wa kanisa, na hali yake ilikuwa ni ya kuombaomba tu. I don't know kama ushaikutana na watu kama hao. Maana ukienda kwa misikiti, kwa makanisa wakuji sana, lakini enda kwa misikiti hapa Westland Ijumaa, utapata hao watu. Na Wakristo siku hizi wamejua kitaka kupata kutoka kwa Waislamu pia watavaa mabuibui. Haleluya. Wanavaa mabuibui ili waende pale kwa msikiti waonekane hao ni Waislamu, lakini si Waislamu. Siku ya Jumapili utawapata kanisani. Kwa hiyo Waislamu wamejua kwamba hawa ni fukara, hawa ni masikini, hawana uwezo wowote. Wakikuja pale kwa mlango wanakuja na vitu ambavyo havifai, wanawapatia. Kitu cha kwanza wanakuja na tende. Ya pili wanakuja nacho, wanakuja na mabuyu. Wanakuja na vitu ambavyo havifai, vitu ambavyo ni za kawaida. Chapati zile ambazo wamekula zimebaki. Wakikula vitu vimebaki wanawaletea. Unakuwa mtu wa chini, kiwango chako kinarudi chini, maana mwenyewe umejipeleka. Umemwacha Yesu Kristo, umevaa buibui, umekuwa wewe ni wa Muhammad. Hauko tena katika Yesu, umemwacha Yesu. Lakini Jumapili ikifika unaingia kanisani, wewe ndio unasema shangwe haleluya, hosana haleluya, unamtukuza Bwana. Lakini Ijumaa uko katika msikiti umevaa buibui, unaomba ukisema Waislamu wanajua kubariki, watu Waislamu wanajua kupeana. Wewe ndio Mkristo ulio wa kwanza, unastahili kuonyesha mfano mwema katika maisha yako. Wacha kuiga ile vitu ambazo wanadamu wanafanya ambavyo haupendezi. Angalia huyo mpendwa alikaa katika mlango akiona kina Petro wakiingia, alitarajia kupokea ile mazoea katika maisha yake. Alijua ya kwamba watampatia fedha, watampatia chakula, watampatia mavazi. Wakiingia Petro wakamtazama, wakaona huyu mtu hastahili kupewa hizo vitu. Tunapompatia vitu kama hivi tunamfanya kuwa mpumbavu. Dakika imefika, hatutampatia fedha, hatutampatia nguo, hatutampatia chakula. Tunakwenda kumpatia ni kitu tofauti, kitu cha ajabu katika maisha yake, na kikimpatia hicho kitu kitamubadilisha. Tunapompatia hicho kitu kitamuondoa katika kuombaomba. Ukimpatia hicho kitu kitamuondoa katika kile kifungo cha mawazo yake. Mawazo yake haitabaki kama vile ilivyokuwa siku ya leo. Umemsikia alivyoangalia, akaona Jehova Yesu Kristo anapita, akaona kwamba wale wapendwa wako na fedha, wamevaa vizuri, wanang'ara. Lakini Petro akamtazama, Yohana akamtazama, akamwambia fedha hatuna, kilicho nacho ndio kupatia katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu hautabaki tena kama vile ulivyo ukiomba katika jina la Yesu. Simama, tembea kwa uwezo na mamlaka ya Yesu. Usiteseke tena,
usiombeombe tena. Simama, Yesu amekuonekania, Yesu amekukujia. Toka ndani ya vifungo, toka ndani ya njia ya kuombaomba, toka ndani ya mateso, toka ndani ya magonjwa, toka ndani ya mahangaiko. Yesu Kristo amefika ndani ya moyo wako, ndani ya mwili wako. Ukubali tu, ukubali tu yale maisha yako. Walipokubali, Biblia inasema watu walishangaa. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia ikanyamaza. Wapendwa, Biblia inyamaza na ikatoa ujumbe ya kwamba mtu yule Yohana alimtazama na akamwangalia, hizi fedha unataka atume, umeweka hapa mkebe kwa siku nyingi. Hairono kama ushakutana na hawa watu hapa kwa barani, wameweka mkebe na wamekaa chini. Wengine ni walemavu kweli, hawana miguu. But let me tell you, wengine hapa Western ni landlord. Hallelujah. Landlord ndio wanaenda kuomba hapa Westland. Wanaenda na watoto wadogo, na wale watoto si watoto wao. Ukienda town, mama amekaa mahali amejificha na ametuma watoto saa moja, saa mbili, watoto ndio wanafuata, watu wanasema nisaidie. Watoto wadogo ndio wanaomba vitu. Lakini mama mwenyewe amekaa pale anangoja mtoto abarikiwe ampelekee. Wacha nikwambie, it was like that kwa huyu jamaa. Alikaa mahali ambapo hakustahili, alikaa mahali ambapo hakujua, alikaa mahali ambapo kuna utamu ndani, lakini yeye anaumia akiwa nje. Alikaa mahali ambapo hakuna mtu alikuwa tayari umwelekeza katika Kristo. Lakini Biblia inasema Yohana kaingia ndani ya maisha yake na akamwambia, sikia ndugu yangu, tena unachotaka kwetu hatutakupatia tena, bali unaonekana kwetu hatakupatia tena. Tunachokwenda kupatia ni Yesu Kristo. Yesu Kristo akiingia ndani mwako, ulemavu unatoka. Akiingia ndani mwako, mateso inatoka. Akiingia ndani mwako, magonjwa yanatoweka. Akiingia ndani mwako, nyumba inasimama. Akiingia ndani mwako, masomo yanainuka. Akiingia ndani mwako, Yesu anakubariki, anakutoa ndani ya mahangaiko, anakutoa ndani ya mateso, anakutoa ndani ya majaribio. Yesu akiingia, nasema Yesu akiingia mchana wa leo, ukubali aingie. Acha kukaa nje ya nyumba ya Bwana, kaa ndani mwa Yesu. Ndani yake kuna furaha, kuna kuburudika, kuna ushindi. Ndani mwa Yesu hakuna kujuta. Ndani ya Yesu hakuna mateso. Ndani mwa Yesu hakuna kilio. Ndani mwa Yesu hakuna mahangaiko. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, yule mtu alikuwa pale nje. Watu wako hapa wanabarikiwa. Sio distance kubwa, ni ukuta tu ulikuwa na tofauti. Ako pale nje anaomba, sio kuomba, anaomba, anataka msaada pale nje pale kwa ukuta. Lakini hapa ndani kuna uponyaji, kuna uzima. Haoni amefungwa, alikuwa amefungwa kimawazo yake, alikuwa amefungwa kifikira zake, hakuona lolote zuri. Alikuwa amefanya uamuzi ya kwamba liwe liwalo, nitaomba, nikipata ni sawa, nisipopata ni sawa. Lakini Petro, Biblia inasema kwamba akamfikia, akamwambia, imefika wakati hautaomba tena, maana mwana wa Mungu yuko mahali hapa. Inakuingiza ndani, mahali ambapo utapata heshima, mahali ambapo utainuliwa, mahali unaenda kubarikiwa, mahali unaenda kufunguliwa. Ingia ndani. Biblia inasema alipoingia ndani, kanisa lilisimama. Watu walishangaa. Ni yule wa kawaida uliokuwa ni mdarao, ni yule wa kawaida uliokuwa unamwita majina, ni yule wa kawaida ambaye tulikuwa tunamsengenya, ni yule wa kawaida ambaye tulikuwa tunampatia vitambaa vya vifaa. Kumbe Bwana, imekuaje siku ya leo anatembea ni kwa uwezo. Neno linasema ya kwamba Petro aliingia ndani. Petro akamwambia, nyamaza, usiongee, usituseme, lakini kwa nguvu na uwezo na mamlaka alisema, mwana wa Mungu ameniponya. Kanisa likasimama, kanisa likakosa amani. Na amesema, mwana wa Mungu si mwanadamu. Umenipatia ndio kwa miaka 40 umekuwa umenipatia, ukinizogea, ukiniita majina, lakini siku ya leo nina ushuhuda wa kusema kwamba Yesu ameniponya. Haleluya.
Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Yani alikaa pale 40 years. But within a second kanisa lilikuwa limesimama. Watu walikuwa wanastaajabu. Ni nani huyu? Huyu ni yule wa kawaida. Huyu ni yule tunampatia vitu. Huyu ni yule tunampatia madaraka. Huyu amekuaje? Tunajua hii ni kizuizo. Huyu tunajua ni mtu wa kuzoea. Anakuwa pale pale. Imekuaje? Imekuaje? Imefanyikaje? Ni kwa uwezo wako. Hata sijui. Ile ninasema, Biblia inasema hata sijui imefanyika aje, imetendeka aje. Ninachojua nimepona, nimepona kwa nguvu za Bwana, nimepona kwa uwezo wa Yesu, nimepona kwa uwezo wa Yesu, nimekombolewa. Sitaomba tena, sitateseka tena, sitagonjeka tena, sitalia tena. Yesu ameniponya, Yesu ameniponya, Yesu ameniponya. Akaingia kanisani, watu wakazitajabu, wakainuka kwa miguu, wakimtazama kwa miaka 40. Imekuaje? Praise the living God. Praise the living God. Nataka kuambia kitu. Kwa muda huu mrefu wakikuchekelea, ukikuhangaika kwa miaka zile ambazo uko nazo, wanaweza kuona haufai, wanakutumikia vile wanavyotaka, wanakuitunisha vile wanavyotaka, majina wamekuita, madarao wamekuita, kama vile unavyofanana. Uko pale kwa mlango umekaa, haujakutana na Yohana, haujakutana na Petro. Ako pale anakuja, Petro anakuja, Petro wako anakuja, Petro wako anakuja, Petro wako anakuja, Petro wako anakuja. Yohana anakaribia, hata kuinua, hata kuinua, hata kusimamisha, hata kupigania. Anakuja, aliye na uwezo, aliye na mamlaka, hata kuonyesha njia, hata kushika mkono, akutoe katika mateso, hata kushika mkono, akutoe katika mahangaiko, hata kushika mkono, akutoe katika matusi ya kibinadamu. Haleluya. Petro anakuja. Watu wakupite, waambie waendelee. Wakipata zile nguo kuku zenye wamevaa zimezeeka, wanaraga wanakupatia. Pokea, maana wakati hujafika. Siku ya leo wanaweza kukuona haufai. Jesus is there for you. Our Lord is there for you. He cares for you. In that situation, Jehovah Rapha is there. He cares for you. And He loves you. He loves you more. He cares for you. He cares for you. He cares for you. He will take care of you. Hallelujah. Wanakuita majina ndio, wanakudarau ndio, wanaona haufai ndio, kwa maana mikono zako sahihi ziko vile zilivyo. Wanakuangalia wakikusengenya, haka kafai, kamekuwa hivi, wanaishi hivi, wanafanana hivi. Wacha nikwambie, walio juu wanakuwashusha, walio juu Mungu huwashusha, akainua walio chini, akaweka mahali. Siku ya leo unafanana hivyo, lakini kesho yako hakuna anayejua. Anayejua ni Mungu, anayejua ni Mungu. Wanaweza kuita majina, kubali wakuite, wanaweza kukudarau, watakudarau, wanaweza kukusengenya, watakusengenya, lakini kesho yako, nasema kesho yako, kesho yako inapofika, Bwana atakuonekania, Bwana atakuonekania. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wanaangalia, saa ingine wanaanza kujaji kwa ubaya. Wale kama mama kanakaa aje. Wanaona kimoja cha mwili. Sometimes ni vizuri kukula kunona, maana atakuita huko kumutu. Haleluya. Lakini ukikondo wanakuita akakamama, akakamama, akakamama. Na ukikuwa mzee wanakuita huko kumutu. Huko kumutu kumenisinya, lakini ni heri kuitwa kumutu kuliko kuitwa kaa. Hallelujah. That car will change tomorrow. That car will change tomorrow. That car will change tomorrow. That car God will change it and He will make a way for you. Anakuandaa hapo katika process, anatengeza njia, anatengeza malango ya kukutoa katika jina kaa na kuweka mahali ambapo utakuwa
kumoto, na Mungu akikupatia jina hakuna atakaye kataa. Jina la Bwana linaponya, jina la Bwana linaponya, nguvu za Bwana zinaponya, utukufu wa Bwana unaponya, mamlaka ya Bwana inaponya, uwezo wa Bwana unaponya. Siku ya Bwana yaja, siku ya Bwana yaja. Wanaokuchekelea mbele tena kwambie, siku ya Bwana yaja. Hawatacheka tena, watakuja kwako wakiomba msamaha, wakipiga magoti, maana maadui waombee tu waishi miaka wasikufe, wakati Bwana anapokubariki. Waone na macho, waone na macho, waone na macho iliyoinuliwa, waone na macho wakijenga nyumba, waone na macho wakiendesha gari, waone na macho watoto wakisoma, waone na macho. Ombea hao wanaokudarau siku ya leo, waombee. By the way, hao ndio watauliza ilikuaje. Nao nasema hata sijui imekuaje hii, nao naambia sijui. Haleluya. Petro yule akiingia kwa kanisa, Petro alimwambia nyamaza. Walijaribu kumnyamazisha. Wakati Mungu atakuinua Petro, wale ambao walikuwa na kunyamazisha hawataweza kukuzuia, hawataweza kukuzuia. Maana baraka zitalipuka, zitalipuka bila moja la pombo, na milango zinaanza. Watoto wamebarikiwa, wewe mwenyewe umebarikiwa, wanyama wanazaa, kuku zinataga mayai, kila kitu kinabarikiwa. Unashangaa imetendeka aje? Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda kwa uwezo wake, kwa nguvu zake, ni Mungu ametenda. Usijali kwa siku ya leo ya kwamba hauna nyumba, usijali siku ya leo kwamba hujasoma, usijali siku ya leo kwamba hauna kazi, usijali siku ya leo siku ya kwamba Yesu anakutendea, Yesu anakukumbuka, hajakuacha kamwe. Yeye ni mwenye haki, yeye ni mwenye nguvu, yeye ni mwenye mamlaka, atakupigania. Maadui wataibika, maadui wataibika. Biblia inasema aliingia kwa kanisa na Petro akamwambia pigwa nyamaza, lakini alitembea katikati yao. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu chote kujeni hapa na fideki. Nataka udemonstrate the way this person was. Hawakuwa kama hawa jamaa. Hawa hawajui. Tembea hapa. Tembea hapa. Chote hapa. Chote kaa hapa. Hapa. Sasa hawa. Huyu ni Yohana na huyu ni Petro. Bwana Yesu apewe sifa. Kilema kwa huku nyuma masikini alikuwa ameteseka kwa muda. Hawa wanatembea wakienda kanisani, naye kilema anaruka, anasema nimetolewa, anasema nimetolewa, anasema nimetolewa, anasema nimetolewa. Na Petro anamwambia nyamaza, na wanasema hapana, Yesu amenitendea. Akitenda sinyamaze, akitenda simuge kinywa, akitenda toa ushuhuda, akitenda tena, Yesu amenitendea, Yesu ameninua, Yesu amenibariki, Yesu amenitukuza, amenitoa katika jengo, amenitoa katika mapepe, amenitoa katika kilio, amenionekania. Bwana Mungu amenionekania, Simba wa Yuda amenionekania. Ninajalia tena, sitahangaika tena, sitagojeka tena. Haleluya. Watu walinyamaza. Haleluya. Kanisa lilinyamaza, likatulia. Na kutulia, watu walisimama. Watu walisimama, wakaanza kuulizana. Hata kuna yule ambaye alikuwa amekuja siku hiyo, na amekuja pengine na kaunga, amekuja na kaunga akisema nitampatia nikitoka. Kuna yule ambaye alikuwa amepanga, niko na shilingi hapa, nikitoka ninaenda kukupatia. Basi cha kushangaza, walibaki na vitu zao, walibaki na vitu zao. God, walibaki na vitu zao, walibaki na hizo silipa zao. Yeye aliinuliwa, na alipoinuliwa aliinuliwa kabisa, na mateso kabaki kwa mlango, mahangaiko kabaki kwa mlango, masikini kabaki kwa mlango. Aliingia kama baraka, aliingia kama ushindi, akainuliwa upya, akabarikiwa upya. Sikia mpendwa, Yesu atakuinua, Mungu atakutetea, Mungu atakupigania. Hali yako si ya milele, haitakuwa milele. Bwana anajua atakutoa ndani, ana mipango mizuri katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kuwa kama wewe jamaa. Mahali tumesoma, Biblia inasema hivi. Yule Petro anawaambia, haleluya. Petro anawaambia, yule mliokuwa mmemkataa, yule mliomuasi, yule
ambaye tumewahubiria kwa muda, mkimkataa, ndiye ametenda haya. Ndiye ametenda haya. Si nguvu zetu, si uwezo wake. Ametenda. Ametenda. Yani Yesu ametenda. Wakashangaa Yesu ametenda haje. Petro akawaambia, aliyekufa akasulubishwa, mwana wa Abrahamu, uzao wa Abrahamu, uzao wa Abrahamu, uzao wa Abrahamu, uzao wa Abrahamu ametenda jambo jipya. Na siku ya leo huyo mzao wa Abrahamu angali pamoja na wewe. Haujateseka kwa muda, haujakufa kamwe, hautakufa. Bwana anaenda kukuinua, hautateseka. Bwana anatengeza njia mahali kuna njia kwa uwezo na nguvu zake. Bwana Yesu apewe. Acha nimalizie. Kuna wakati maboma zile ambazo tunatoka ndani, I know you people, most of you people, umesahau. I know. Umesahau. Lakini wacha nikukumbushe. Unaweza kuja hapa siku hizi, Mungu amekupatia neema, na ukasahau mahali umetoka. Kuna maboma mengine hata nyumba ukiangalia zamani, wakati tulikuwa tunaishi, mataa hii hata kuona ita chini ni ngumu. Ilikuwa ni tado. Unajua tado? Inaitwa tado? Kilo boy basi, kilo boy. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani nguo na wanaweka kwa mabati na mafuta hata hiyo kitu pia kwenu ilikuwa ni shida kupata mafuta ya kumwaga ndani. Ungetamani kusoma lakini kuni zile ndio unaenda karibu na kuni, unapuliza moto wake ndio ufanye homework. Mungu baada ametutoa, nyumba zingine zilikuwa za nyasi ama hata kama ni ya mabati, lakini nakwambia ono mark set ni kutusa set tu, pepe kikuja nasema go na inaenda. Bwana Yesu apewe sifa. Nyumba ilikuwa inanyesha mpaka hata mwenyewe unakosa mahali pa kulala. Unakaa tu ukikesha, kwa sababu si kwamba unakesha ukiomba, bali kwa sababu mahali pa kulala. Umejaribu kukinga maji kwa hila sehemu, lakini maji yanamwagika. I tell you, hawa watoto ambao tuko nao siku ya leo hawajui maisha wale watu wamepitia ndani. And that's why when they have a job they can waste money. They do it the way they want. But if you can recall where God have brought you from, you utacheza na pesa yako. Hautacheza na hizi peremende unanunua hapa na sweets za tropical. Hautanunua hizo vitu. You will just remember God have done it for me, and I want to just change our home. I want to do something in our home. I want to build a house for my parents. I want to buy iron sheet for my parents. I want to do something new. I want just to do something. Yani kwa watu washangae ni nani huyu amefanya, na mshahara ile ambayo nafanyia ni maandiko ndio mimi ni menti, lakini haijalishi mimi ni menti, ninaweza fanya jambo na umedi wangu huu, ninaweza fanya jambo. Ninajua watoto wangu watasoma na huu umedi wangu huu, watoto wangu wataenda ngani na huu umedi wangu huu. Sijalishi na mtu na mshahara wako wewe mkubwa, wewe kaa nao. Mimi kile ninataka ni Mungu anipatie neema. Amen. Ni Mungu anitendee. Ni Mungu anipatie hekima. Ni Mungu anipatie maarifa. Ni Mungu anifanye kama vile anavyotaka yeye. Na mimi nimekuja Nairobi, sijakuja hapa kufanya business nyingine. I have come with a reason. I have a purpose. Why I'm in Nairobi? I want to change our home. I want to change our home. Hallelujah. Nimekuja, sijakuja Nairobi hapa ni kwa sababu yangu kwamba watu wanione, kuonekana kwamba wacha nivaa, hata nikivaa chora wacha nivae vile navaa. By the way, sitaki kupendeza mtu. Kama ni ndoa nilishajaribu, nikatoka ndani, nikakaa nje. Sasa ni nini kingine kimebaki? Kama ni wanaume ninaojua wako, lakini sasa ni nini kinanisaidia? What I need is change the environment of our home, and I want to change it. I want to change it forever. Hey! That God can do it. That God that you serve in this place can do it. Huyo Mungu anakutia hapa pendo, anaweza fanya, anaweza kukuinua, anaweza kupatia hekima ukiwa kama kote na unakutolea kwa utiifu na unyenyekevu na kutafuta uso wake na kuachana na vitu ambavyo havifai. Mungu ako tayari.
kufungua milango zako. Mungu ako tayari kukutendea. Mungu ako tayari kukubariki. Mungu ako tayari kubadilisha kwa maneno. Mungu ako tayari kubadilisha wazazi wako. Mungu ako tayari kuwaponya. Mungu ako tayari kuwainua. Mungu ako tayari kuwabariki. Mungu ako tayari kuwatendea kitu kikubwa katika maisha yetu. God is there for you. He's there for you. Don't worry. Usichanganye ukashtuka na mambo ya unapitia saa hii. Unapitia na kufikisha na kupeleka mahali. Unapitia ndio, lakini wacha nikwambie, Mungu anapeleka mahali. Nyenyekea uweponi mwake. Miguuni mwake. Yule mpendwa alikuwa pale kwa mlango, alikuwa mjinga, hata ukimpa shilingi anasema abarikiwe. Alikuwa pale kwa mlango, ukampatia chapati imeungua, anasema abarikiwe. Alikuwa pale kwa mlango, ukimnyima anakuambia asante. Nyenyekea Bwana kuinue. Nyenyekea Bwana kutendee. Nyenyekea Bwana kupiganie. Nyenyekea kutendee yale ambayo anataka kutendea katika maisha yake. Wewe Bwana anakupenda. Haleluya. Wengine hatukuwa na familia kwa na maboma. Hata kujua na boma tatoa wapi. Hauko nasema nitaingia wapi. Mama ya kambo ndio huyo ameinuka. Haujai kuishi na watu ambao wamekufiwa. Na ukabaki na baba na kawa bibi mwingine. Na ukajaribu kufanya maisha yako. Mungu ana upendo na wewe. That God that you serve will do something for you. He will do something for you. I tell God will do something for you. And from today just believe and trust upon Him. He will make a way for you. Hallelujah. Mungu huyu ambao unamtumikia si Mungu maskini. Si kwamba amekuacha, si kwamba amekutoroka. Ni wewe utanyenyekea. Ni wewe utaitisha hekima. Ni wewe mwenyewe utafungua macho ya kuona mbele. Mungu ana masudi na wewe. Mungu anataka usimame. Mungu anataka uimarike. Mungu anataka ubarikiwe zaidi. Mungu ana mipango mizuri maishani mwako. Mungu hajachoka na wewe mpendwa. Mungu angali anakupenda. Katika hali hiyo, nyenyekea. Kumbuka mahali umetoka. Kumbuka wazazi wako. Kumbuka nyumba yenu. Kumbuka mama yako. Unakaa miezi 3, unakaa wiki 2. Hauwezi kupigia mamako simu. Hauwezi kumtafuta. Mwisho mwezi ikifika, ni kama hauko duniani, ulipotea. Mama akipiga simu, unamwambia kupigia baadaye, lakini unalisha wanaume, lakini unalisha watu wengine wale ambao hawatakusaidia. Hata ukikufa hawatakuchua. Wacha nikwambie, geuza mawazo na nia yako, utendee watu wako, urudie Mungu wako, akutawale, akusimamishe na kuinue upya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu mwanaume haliteseka pale kwa milango miaka 40. Wewe hata hapo hujasifika miaka 2 unaanza Mungu amekuacha. Hata mwaka na nusu bado. Naona kwanza kulalamika Mungu amekuacha. Miaka 40. Wewe mwanaume akiwa pale kwa geti. Miaka 40. Huko na miaka ngapi hata kuzaliwa utafikisha 40. Na umeanza kusema unateseka. Unamdunisha Mungu. Why are you far away from God? God is you. He loves you. He loves you more. There's no one who loves you like God loves you. God really loves you. He loves you. Anasema anakupenda na anakupenda. Mungu anakupenda. Sijui kwa nini Mungu mwanadamu kuja kubadilisha upendo wa Mungu akisema I love you na unasahau upendo wa Yesu. God loves you. Jesus loves you. Someone will come and tell you that I love you. He's cheating. He's a liar. He's just playing with your minds. Play around with your minds. You cannot change the love of God. You cannot change that love. That love cannot expire. Hallelujah. It cannot expire. It does not have expiry date. But hii ya kibinadamu ina expire. Ina expire haraka sana. Ina expire. Hata kama nitakununulia gari kujengea nyumba gari, ina expire. Watu wanapelekana kokotini wakisema nilikuwa nimemnunulia nyumba. Nimekuwa nimemnunulia gari. Nataka mali yangu. Sharon alikufa ni kwa sababu ya mali ambayo alikuwa amejengewa. Gavana akamua. Haleluya. Wacha Mungu asikudanganye na upendo ambao utaisha leo. Upendo ambao unaisha. Ni wa Yesu.
I say the love of God. I say the love of God. The love of God. Hata kama wewe ni bwana mgangani, hata kama watu wanakudumisha na mgangani, that love that God have for you, it cannot expire. Someone cannot take it away. Someone cannot come and take it away from you. The love that God have for you. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Pendo la Yesu kwetu, pendo hawezi isha. Hawezi kuisha. Na ufananishe na kitu chochote. Mwanaume yule alikaa pale 40 years alikuwa na familia. I hope